Tunamkaribisha William Boke kwa ajili ya kutupatia kidogo ambacho amekiandaa. Mtanisamehe kama atatumia muda kidogo, kwa sababu nafikiri kuna misa nyingine inafuata ya watoto. Kwa hivyo singependa kuwachukulia muda wao. Awali ya yote, Mheshimiwa Baba Padre, waheshimiwa watawa, waheshimiwa waamini na taifa la Mungu kwa ujumla wake, tumsifu Yesu Kristo. Umepita mwaka mmoja nilipopita hapa. Nafikiri sasa ni mwaka kama na wiki moja au wiki mbili toka nilipopita hapa mwaka wa 2024. Nataka ni kuchokoze kidogo. Muda mfupi ujao tutatoa sadaka, lakini kabla ya kutoa sadaka, padre atasali sala ya kutualika, na sala ya kutualika atasali kwa kusema: salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ifanye nini? Ifanye nini? Na sisi tunaitikia kwa kusali kwamba Bwana kama vile sauti hazitoki. Bwana hebu simama hapo. Kwa manufaa akina nani? Akina nani? Kwa manufaa yetu. Watu gani? Sisi tuliotoa hiyo sadaka, sio? Na kwa manufaa ya nini? Kumbe mnufaika wa kwanza wa sadaka ni yule anayetoa ile sadaka. Huyo ndo mnufaika wa kwanza wa sadaka. Tunatumia neno sisi kwa sababu tuko wengi, tuko jumuiya, ndio maana tunasema kwa manufaa yetu sisi. Kwa nini sisi? Ni kwa sababu tumekusanyika kama jumuiya. Manufaa, kuna neno hapo manufaa. Ni kwa nini unatoa sadaka? Inawezekana unaona kama utamaduni tu wa kutoa sadaka, lakini ni kitu ambacho kinaenda zaidi ya hayo mafikirio yako unayofikiria kwa manufaa yetu sisi. Sasa leo nataka nizungumze manufaa mawili au moja. Manufaa. Inawezekana ukawa una mahitaji mengi sana kwenye maisha yako, ukawa una maombi mengi sana kwenye maisha yako, ukawa una mipango mingi sana kwenye maisha yako. Ni jambo ambalo ni zuri kabisa kabisa kwa manufaa yetu sisi. Sasa naomba nizungumzie eneo la uzao wa kike na uzao wa kiume. Ni nani ambaye kwenye maisha yake hapendi kupata mtoto wa kike na wa kiume? Ambaye hapendi kupata mtoto kwenye maisha yake anyoshe mkono. Ambaye hapendi kupata mtoto wa kike wala wa kiume kwenye maisha yake anyoshe mkono. Ni nani anayependa kupata watoto wa kike na wa kiume wazuri kwenye maisha yake? Anyoshe mkono. Kila mmoja anatamani kupata watoto wa kike na wa kiume wazuri kwenye maisha yake, si ndio hivyo? Hakuna ambaye hapendi kupata mtoto. Kila mmoja anapenda aitwe baba, kila mmoja anapenda aitwe mama. Tena anapenda watoto wake wamletee sifa nzuri kwenye maisha yake. Anapenda watoto wake wawe mfano wa baraka kwake mzazi mwenyewe, kwa watoto wake wenyewe
na kanisa na ulimwengu kwa ujumla. Sasa twende taratibu. Akina mama ambao na akina baba ambao tayari mna watoto, iwe ni wa kike au ni wa kiume, naomba kuwauliza, ni nani kwenye maisha yake amewahi kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wake wa kike peke yake, kwamba Mungu, umenipa watoto wa kike, ninakushukuru, ninatoa sadaka hii kwa ajili ya watoto wangu wa kike tu, ili watoto wangu wa kike wawe na tabia nzuri, wawe na majukumu kama watoto wa kike, wakiolewa wawe wanawake bora, wawe wamama wenye upendo, kwamba Mungu, sadaka hii ilinde watoto wangu wa kike wasije wakaharibiwa na maisha, wasije wakaharibiwa na adui. Watoto wangu wa kike wasije wakateseka, kwa maana ya kwamba watoto wangu wa kike wasije wakawa na tabia mbaya, wasije wakawa na tabia ya kutoa mimba, wasije wakawa na tabia ya kutokudumu kwenye ndoa zao, wasije wakawa na tabia ya kutokuwaheshimu. Ni nani amewahi kutoa sadaka hiyo ya kumwomba Mungu kwamba watoto wangu wa kike, Mungu, ninaomba uwalinde? Lakini kwenye hilo tunaweza tukawepo watu ambao tumewalaumu sana watoto wa kike. Unaweza ukawa ni mama, unawalaumu watoto wako wa kike kwamba wewe, mbona hauna tabia kama ya kwangu? Mimi nilipokuwa msichana nilijitunza, lakini wewe mbona hujajitunza? Mbona umeniaibisha? Mbona una tabia mbaya? Hiyo tabia mbaya umeitoa wapi? Ni rahisi sana kuwalaumu watoto wa kike. Ni rahisi sana kumlaumu mtoto wa kike kwamba kwa nini hujaolewa? Angalia wenzako wameolewa, lakini wewe hujaolewa. Angalia wenzako wana kazi, lakini wewe huna kazi. Angalia wenzako wamepiga hatua, lakini wewe hujapiga hatua ya aina yoyote. Ni rahisi sana kuwalaumu. Lakini umeshawahi kutoa sadaka kwa ajili ya uzao wako wa kike? Bia Mungu, hii sadaka ni kwa ajili ya uzao wangu wa kike. Una watoto wa kiume, ni nani amewahi kutoa sadaka ya kulinda watoto wake wa kiume wasije wakaharibika? Kwamba naomba kwenye uzao wangu wa kiume wasitokee vijana wa kiume au watoto wa kiume watakaokuwa majambazi, watakaokuwa wezi, watakaokuwa wapagani, watakaokuwa watu wasiojielewa. Ni nani amewahi kutoa hiyo sadaka kwamba Mungu, ninaomba kwenye uzao wangu wa kiume asije akatokea mtoto wa kiume ambaye ni shoga, atakayeleta tabia za ushoga kwenye uzao wako? Kwamba sadaka hii ni kwa ajili ya kuzuia mbegu ya ushoga kwenye uzao wangu, kwamba watoto wangu mtakaowazaa asitokee hata mmoja atakayekuwa shoga. Ni wangapi tumewahi kutoa sadaka ya kulinda watoto wetu wa kiume? Sasa angalia, ni rahisi sana kuwatupia mawe watoto wa kiume, kwamba vijana wa kiume hamjiheshimu siku hizi, lakini umetoa sadaka ya kulinda. Umetoa sadaka ya kulinda uzao wako wa kiume. Lakini ni rahisi sana kuwalaumu, ni rahisi sana kuwatupia mawe, ni rahisi sana kuwaona kama vijana wasiojipenda, wasiojiheshimu. Lakini wewe kama mzazi, licha ya kuwazaa na kuwasomesha, ni jambo gani la ziada umelifanya kwenye upande wa kiroho? Okay, wanasoma shule nzuri, hilo tunaelewa. Umewapa mtaji wa kibiashara, tunaelewa. Umewapa asset zingine, pengine viwanja, okay, tunaelewa. Lakini upande wa kiroho ni tendo gani ambalo umefanya? Sasa naomba niwaulize swali la uchokozi. Akina mama ambao mmeolewa na mmesali hii misa, ninaomba tunyoshe mikono juu. Iwe umeolewa,
umefunga ndoa au hujafunga, ninaomba tu nyoshe mkono wako juu. Wale ambao tumeolewa, akina mama ambao umeolewa, naomba mnyoshe mikono juu. Ambao umeolewa, tuseme akina mama ambao umezaa hata kama haujaolewa, tunyoshe mkono wako juu. Okay, sawa, mpo wengi. Naomba niwaulize swali. Akina mama ambao umeolewa au hamjaolewa lakini mna watoto, ni wangapi mnatamani au mnapenda watoto wenu wa kiume wawe na tabia kama za mwanaume aliyekuoa? Swali gumu. Ni wangapi akina mama ambao umeolewa, ni wangapi mnatamani au mnapenda watoto wenu wa kiume wawe na tabia kama za mwanaume wako aliyekuoa, ambao unasema kwamba natamani sana watoto wangu wa kiume wawe na tabia kama ya mume wangu? Hamjaolewa? Basi sawa, nimeelewa. Akina baba ambao tumeoa, tunyoshe mikono kama tupo ambao tumeoa, Safi. Akina baba wangapi wanatamani watoto wao wa kike wawe na tabia kama za wake zao waliowaoa? Yeye anatamani kabisa kwamba mtoto wangu wa kike akiwa na tabia kama ya mke wangu, hapo nimefaulu. Walau wapo watoto wa kike ambao hamjaolewa, ni wangapi mnatamani waume watakao waoa wawe na tabia kama ya baba yako? Yaani unatamani mwanamume wako atakaye kuoa awe na tabia kama ya baba yako. Akirudi saa 8 usiku sawa, akirudi kesho yake sawa. Wangapi mnatamani kwamba mimi kwa kweli ndoto zangu mwanaume naye tamani anioe kwenye maisha yangu, natamani awe na tabia kama ya baba yangu mzazi? Basi nimeelewa. Vijana wa kiume ambao hamjaoa, wangapi mnatamani wanawake mtakao waoa kwenye maisha yenu wawe na tabia kama ya mama yako mzazi? Mikono miwili tu kule nyuma. Okay, sawa, nimeelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Niwaulize swali lingine. Ikitokea leo ndoa zote zimefutwa afu tunaanza upya, afu kila mtu apewe uhuru wa kuoa mwanamke anayemtaka au mwanaume anayemtaka, zote zikafutwa, ni wangapi watarudiana na wanawake waliooa au na wanaume waliooa? Kwamba leo ndoa zote zinafutwa duniani alafu tunaanza upya, ni wangapi watasema mimi nitaoa yule niliyemwoa au nitaolewa na yule aliyenioa? Afadhali hapo kuna mikono. Mungu awabariki. Unaweza ukakuta familia ipo lakini haina ulinzi wa kiroho. Na nini ambacho kinalinda familia yoyote kiroho? Huwa ni sadaka. Sadaka ndio inalinda misingi na maadili ya familia yoyote kiroho. Anatokea baba anasema, Mungu, sadaka hii ninayoitoa kama baba, kama kuhani wa familia, ninaomba uzao wangu wa kiume uwe na tabia za aina hii, uzao wangu wa kike uwe na tabia za aina hii. Anatokea mama mcha Mungu, muombaji, mfungaji, mtoa sadaka, anasema, Mungu, nakushukuru kwa kuniumba kuwa mwanamke, ninatoa sadaka hii kama mwanamke kwenye uzao uliokaa kwenye tumbo langu, ukaniamini, ukanipa watoto wa kike na wa kiume, wakakaa kwenye tumbo langu kwa muda wa miezi 9 na nikawalea kama mama yao. Ninaomba sadaka hii
watoto wangu wa kiume na wa kike nitakaowazaa, watakaotoka kwenye hili tumbo, ninaomba wawe na tabia za aina hii, ninaomba wawe na mielekeo ya aina hii. Ninakwambia, akitokea mama wa aina hiyo, akitokea baba wa aina hiyo, ninakwambia kwamba hiyo familia, hata shetani aungane namna yoyote ile, hiyo familia shetani hataiweza. Kwa nini? Itakuwa ni familia ya kiagano. Msifu Yesu Kristo. Itakuwa ni familia ya kiagano, yaani familia ambayo ina agano la kimungu ndani yake. Kwa hiyo anapotokea shetani anataka kushambulia hiyo familia, hataweza. Kwa nini? Kuna neno limetamkwa la ulinzi kiroho na sadaka imetolewa. Kwa hiyo ile sadaka inasimama kama shahidi wa kuzuia chochote kibaya kinachoweza kuinuka kuharibu hiyo familia. Wanapotokea watu wanataka kuzuia watoto wa kiume wasioe, ile sadaka inazungumza, inasema hapa kuna baraka inatamkwa. Anapotokea mtu anataka kuharibu kwa nia mbaya watoto wa kike wa ile familia wasiolewe au wasiwe na maendeleo mazuri kwenye familia zao, ile sadaka iliyotamkwa na mama au na baba inazungumza, inasema kwenye hii familia kuna baraka ya kuoa na kuolewa. Kwenye hii familia kuna baraka ya kuwa wafanyabiashara na wanasiasa. Kwenye hii familia kuna utulivu. Lakini leo ni familia ngapi ambazo watoto wa kike hawaolewi? Ni familia ngapi ambazo watoto wa kiume hawaoi? Ni familia ngapi ambazo leo zina umaskini wa kupindukia? Ni familia ngapi leo ambazo ndugu kwa ndugu hawaelewani, wanauana, wanalogana? Kwa nini? Hakuna sadaka ya upendo iliyoachiliwa kwenye hicho kizazi. Sadaka. Ngoja nitoe hichi kisa nimalizie. Kuna parokia moja nilienda mwaka juzi, nilienda kutoa semina. Ilikuwa ni semina ya siku 7, na kila siku tulikuwa tunamwabudu Yesu Ekaristi. Kuna jambo nilijifunza wakati tukiwa tunasali mbele ya Yesu Ekaristi. Mama mmoja alianguka, ni kama alikuwa amepoteza fahamu. Alipopoteza fahamu, alianza kuzungumza lugha isiyoeleweka. Baadaye tumeabudu Yesu Ekaristi, tumemaliza mpaka na baraka ya mwisho, waumini wametawanyika. Yule mama bado alikuwa yuko chini anagaragara. Kwa hiyo nilichofanya nikamwambia padre, naomba tumuone huyu mama. Kweli tukamwona yule mama. Tulipomsogelea alipiga kelele sana, na moja ya kelele aliyopiga ni kwamba alikuwa amefungwa au alikuwa amerogwa, na alirogwa siku anayofunga ndoa, kwamba kila mtoto atakayempata awe mtoto ambaye ana utaila. Na kweli yule mama alikuwa na watoto 4, wote walikuwa ni mataila. Kuanzia mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Na mwanaume baada ya kuona ile hali alimkimbia yule mama akamwacha, lakini walifunga ndoa. Kwa hiyo zile spiriti zikalipuka. Asema wakati siku anafunga ndoa, kuna neno lilitamkwa la kuharibu uzao wake. Angalia Wakatoliki tusivyomakinika siku ya kufunga ndoa. Unaweza ukakuta ndoa
ina bajeti ya milioni 100. Wamepanga MC atalipwa shilingi ngapi, wamepanga ukumbi watalipa kiasi gani, wamepanga watavaa mavazi ya aina gani, wamepanga wataenda honeymoon hoteli ya nyota ngapi, wamepanga bei ya vinywaji, wamepanga kukodi magari ya kifahari, wameweka bajeti ya kila kitu. Lakini kwenye hiyo bajeti, angalia, huwa hakuna bajeti ya sadaka. Wamemwekea MC milioni 10, wameweka ukumbi milioni 20, wameweka hoteli ya honeymoon milioni 20, lakini hakuna mahali wameweka sadaka. Wanapofika kanisani wanafunga ndoa, bwana harusi na bibi harusi, kama wametoa sadaka nyingi sana, unaweza ukakuta ni buku. Bwana harusi ametoa buku, bibi harusi ametoa buku, lakini gauni alilovaa ni la milioni 5 bibi harusi. Bwana harusi suti aliyovaa ni ya milioni 10, lakini kanisani ametoa buku. Padre akizungumzia hilo atasema huyu mpigaji tu. Lakini msichokijua ni kwamba siku ya ndoa ndo siku ambayo unaweza ukatoa sadaka ya kufunga agano la upendo. Kaambia Mungu, sadaka hii niliyotoa leo kwenye hii ndoa, ninaomba isimamie agano la upendo kwenye hii ndoa. Sadaka hii niliyoitoa leo, ninaomba iwe sadaka ambayo itaniletea uzao wenye baraka, kwamba watoto wa kike na wa kiume nitakaowazaa kwenye hii ndoa, ninaomba wawe watoto wa kiagano na liwe agano la upendo. Lakini mnakumbuka kumlipa MC, mnakumbuka kulipa ukumbi, mnakumbuka kwenda honeymoon, mnakumbuka kupewa kila aina ya zawadi, lakini hamkumbuki kutoa sadaka. Shetani. Ndio maana sasa unaweza kukuta ndoa ya kifahari ambayo imefungiwa angani, inamaliza mwaka mmoja, ina majeraha, wana divorce. Kwenye ndoa yako ulimtanguliza nani? Ulimtanguliza Mungu au ulitanguliza ufahari? Kwa hiyo anapokufika shingoni hauna mahala pa kwenda, na Mungu anasema nilikuwepo lakini haukunikimbilia. Ungenikimbilia ningekukumbuka. Ngoja niwaambie, tabia ya sadaka huwa ni hii. Sadaka yoyote huwa ina tabia ya kudai. Ndiyo maana lengo la kwanza la adhimisho la ibada ya misa takatifu ni kudai wokovu wa roho za watu. Ndio lengo la kwanza. Kila misa unayoona inaadhimishwa, lengo lake la kwanza huwa ni kutafuta roho za watu waliopotea na kuwaleta kundini. Kwa hiyo sadaka yoyote unayoitoa kwenye kizazi chako huwa inafuatilia lile neno lililotamkwa kwenye hicho kizazi, huwa inafuatilia. Hiyo ndo kawaida ya sadaka, inafuatilia. Kama ulitoa sadaka kwa ajili ya uzao wako wa kiume, inafuatilia kile kizazi chako cha kiume, lile neno lililotamka, hiyo sadaka huwa inafuatilia. Kama ulitamka neno lolote juu ya ndoa, hiyo sadaka huwa inafuatilia. Kama ulitamka neno lolote juu ya biashara yako, hiyo sadaka huwa inafuatilia. Huwa tunasali sala fulani ya malaika mlinzi. Hebu tusali sala ya malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu
Wangapi wameshawahi kuona ajali za mwili zinavyotokea? Labda bodaboda anavyogongana au gari linavyoanguka kwenye mtaro. Ni wangapi tumewahi kuona hizo ajali za aina hiyo? Kila mmoja alishawahi kuona. Ni wangapi ni nani amewahi kuona ajali za kiroho zinavyotokea kwenye ulimwengu wa giza? Ni nani amewahi kuona kwenye ulimwengu wa kiroho namna ambavyo shetani anavunja ndoa za watu? Nani amewahi kuona ajali namna mtu anavyofilisiwa kwenye ulimwengu wa kiroho, anavyofilisiwa biashara aliyokuwa nayo au mtaji aliyokuwa nao? Nani amewahi kuona? Nani amewahi kuona kwenye ulimwengu wa kiroho namna mtu anavyofukuzwa kazi? Nani amewahi kuona kwenye ulimwengu wa kiroho namna mtu anavyoshushwa cheo kwa aibu? Nani amewahi kuona kwenye ulimwengu wa kiroho namna kizazi cha mtu kinavyofungwa? Kama kuna ajali za kimwili mnaziona kwa macho, zipo ajali za kiroho msioziona kwa macho. Na nini ambacho kinaweza kikaona na kikazuia ajali za kiroho? Ni maombi yako na sadaka yako. Kwa nini sadaka huwa inafika mahali usipoweza kufika? Sadaka huwa inaona usichoweza kukiona. Sadaka huwa inazuia usichoweza kukizuia kwa elimu yako, kwa uwezo wako, kwa nguvu zako za mwili. Sadaka huwa inatetea usichoweza kukitetea. Kwa lugha nyingine ni kwamba sadaka kwenye ulimwengu wa kiroho ni kama wakili anayesimama kumtetea mteja aliyetoa ile sadaka. Kwa unapotoa sadaka kimwili, ile sadaka inabadilika kiroho, inakuwa wakili. Ndio maana unapokuwa na kesi mahakamani, ikiwa haujui sheria, unamtafuta wakili atakayesimama mahakamani kukutetea. Kwa nini anaenda kukutetea? Sio kwa sababu huna uwezo wa kujitetea. Ni kwa sababu hujui sheria unazoweza kusimamia ili ujitetee. Na kwenye ulimwengu wa kiroho sadaka inasimama kama wakili anayekutetea. Ndio maana unapoitoa ni kama umeituma. Kwa hiyo wanapotokea watu wanaokushtaki kwenye ulimwengu wa kiroho, ile sadaka inasimama kwa niaba yako kutetea kwamba hapana, huyu ametamkiwa baraka, kwa nini unatamka laana juu yake? Huyu ametamkiwa kuwa na watoto, kwa nini unatamka kwamba hatakuwa na watoto? Huyu ametamkiwa kuwa na biashara kubwa, kwa nini unamzuia kwamba atakuwa maskini? Sadaka inasimama kama wakili kwenye ulimwengu wa kiroho na kumtetea mteja wake. Nikikuuliza leo, una wakili kwenye ulimwengu wa kiroho anayekutetea?